Karibuni tena ndugu wapendwa, katika familia yetu ya maarifa ya neno, ili tuweze kuendelea kutafakari kwa pamoja. Na hii ni tafakari yetu ya siku ya 3 katika mwezi wa 5 ambao ni mwezi wa Bikira Maria. Basi tafakari yetu ya leo inasema Bikira Maria na Ashtoreti. Bikira Maria na Ashtoreti. Katika tafakuri iliyotangulia tuliona jinsi wapinzani wa mama yetu kipenzi Bikira Maria wanavyotumia baadhi ya matukio kutuogofya. Tuliona kwa mfano mwezi wa Maria ambao ni mwezi wa 5, vilevile ni mwezi uliotumiwa na wapagani enzi hizo huko magharibi au huko nchi za magharibi kama mwezi wa kuchipua, yaani kwa Kiingereza uliitwa spring. Tuliona wapinzani wanasema sisi tunashiriki mambo ya kipagani na Bikira Maria anatumiwa kwa hilo. Hakika unaweza ukakwazika sana unaposikia maneno hayo, au hata wakati mwingine ukaogopeshwa sana. Ila tuliona ni kwa nini mwezi wa 5 umewekwa wakfu kwa ajili ya mama, na vilevile kwamba hata kama sherehe hizi zilibadilishwa kutoka kwenye upagani na kuwa ni siku au ni kipindi cha Bikira Maria au ni mwezi wa Bikira Maria, ni katika kuweka jambo zuri pale penye baya. Na tuliona ni jambo zuri unapobadilisha jambo baya kwa jambo zuri, ni kitu kizuri, sio kitu kibaya. Na utofauti tu ni kwamba endapo kama yale mambo yaliyofanyika ya kipagani yameshirikishwa, basi hapo ndo utasema kwamba tumeshirikisha habari za kipagani. Lakini jambo jema hasa kumkumbuka Bikira Maria katika mwezi huu, ambaye yeye alituletea uhai mpya, na uhai huo ni yeye kumzaa Mungu. Sasa kama tutaangalia mwezi huu kwa njia hiyo, manake tunautazama katika hali ambayo ni ya kiimani, tofauti na vile walivyokuwa wanautazama au wanatazama kipindi hicho katika minajili ya kipagani, na ni jambo zuri. Lakini basi haikuishia hapo. Tuliona ya kuwa Papa Pius wa 12 alimwadhimisha Bikira Maria kama Malkia wa Mbingu sanjari na kipindi hiki au mwezi huu. Sasa hapo wapinzani wakapata fursa nyingine, kama tutakavyotafakari katika tafakari hii. Sasa basi utaona kipindi hiki cha baada ya Pasaka, tumekuwa katika majuma ya Pasaka. Sasa tumekuwa tukisali sala ya Malkia wa Mbingu tukisema, Malkia wa Mbingu furahi, haleluya, kwani uliyestahili kumchukua, haleluya, amefufuka kama alivyosema, haleluya. Sala hii imepokelewa kwa bidii sana na wapinzani. Tena wapinzani tunaosema ni wale wa umuhimu wa Bikira Maria katika imani. Wapinzani hawa wanaipenda na kuichangamkia sana sifa hii ya mama Bikira Maria ambayo ni Malkia wa Mbingu. Lakini sio kwamba wanaichangamkia kumsifia mama Maria kama Malkia wa Mbingu, bali wanaitumia kama rungu la kupinga na kuogofya wale wasio na uelewa wa kutosha. Wapinzani hawa wanahusisha sifa hii ya Bikira Maria na Mungu mwanamke aliyeitwa Malkia wa Mbingu, na Mungu huyu wa kike anapatikana katika Biblia. Kwa hiyo wapinzani wanadai eti sisi wa Katoliki
tunaabudu mungu wa uongo tunapomsifu Bikira Maria. Sasa hebu turudi katika Biblia tumtazame au tumtambue huyu mungu wa uongo, mungu wa kike na wa uongo aliyeitwa Malkia wa Mbingu. Habari kuhusiana na Malkia wa Mbingu inapatikana mara mbili katika kitabu cha nabii Yeremia, lakini mara zote hizi utaona hazina uhusiano wowote ule na Bikira Maria. Hivyo basi wapinzani wamekazana kutafuta vitu ambavyo vitatufanya sisi, au wanatafuta vitu ambavyo vitaharibu heshima yetu kwa Bikira Maria, lakini utaona kwamba bado wanashindwa kuwa na sababu ambazo ni maalum au sababu ambazo ni toshelezi. Sasa ukitazama katika Biblia utaona mara ya kwanza neno hili linapatikana katika Yeremia sura ya 7 mstari wa 17 kuelezea ibada ya sanamu kwa Malkia wa Mbingu. Sasa inasemaje? Inasema hivi: Je, wewe huoni mambo wanayofanya katika miji ya Yuda na katika mitaa ya Yerusalemu? Watoto huokota kuni, akina baba huwasha moto, na akina mama hukanda unga ili waoke mikate kwa ajili ya mungu wa kike wanayemwita Malkia wa Mbinguni. Hiyo unaipata katika Yeremia sura ya 7 mstari wa 17. Mungu huyu wa kike wa uongo anapatikana pia kwa Waashuru na aliitwa Ishtar. Huko Babeli nako mungu huyu wa kike aliitwa Ashtoreti au Ashera, na hii unaweza ukaipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 19. Mungu huyu wa uongo aliabudiwa na wanawake kutokana na imani kuwa alisaidia wanawake kupata watoto. Lakini zaidi ya hilo ni kwamba Mungu huyu alihusishwa na masuala ya ngono. Kwa mfano, ukisoma katika Yeremia sura ya 44 mstari wa 17 mpaka ule wa 25, utaona kwamba Yeremia anawajulisha watu juu ya hasira ya Mungu kwa wale wanaoabudu Mungu au miungu ya uongo, na mmojawapo ni huyu Malkia wa Mbinguni. Lakini watu walionekana kuwa wagumu kuacha ibada zao kwa sanamu. Sasa basi ni makosa makubwa kuhusisha heshima kwa Mama Maria na hii miungu ya uongo. Lakini wapinzani wanasahau kuwa Wakatoliki hawatambikii au hawatoi sadaka na wala hawamwabudu Bikira Maria. Kamwe hawamhusishi na masuala ya ngono, masuala ya uzazi, kuzaa au ukahaba, kama walivyofanya wale waliokuwa wakiabudu kinyago, yaani mungu mwanamke aliitwa Ishtar au Ashera. Utaona kwa Bikira Maria watoto hawaokoti kuni na wababa hawawashi moto, na akina mama hawakandi unga kutengeneza mikate kwa Bikira Maria. Tatizo la wapinzani ni pale wanahaha kutafuta kitu cha kushinikiza pingamizi zao, hata kama ni cha uongo, lakini wakifanikiwa kukisuka kikaleta maana fulani, basi wanafanya hivyo mbio mbio. Lakini swala ni je, ni makosa kumpa Bikira Maria sifa ya Malkia wa Mbingu? Tuiulize Biblia, kwani Biblia inasemaje? Ukisoma Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1 inasema hivi: kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12
juu ya kichwa chake. Sasa tunaweza tukawauliza wapinzani, ni nani huyu mwanamke aliyevikwa taji kama ishara ya malkia? Na huyu alivikwa taji mbinguni katika hii ishara kuu. Maanake inasema ishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Ni nani huyu mwanamke aliyevikwa taji kama ishara ya malkia? Tena ishara hii ilifanyika mbinguni, ambapo Biblia inasema ishara kuu. Vilevile tunaweza tukawauliza wapinzani hivi, je, Yesu ni mfalme mbinguni na duniani? Ukiwauliza swali hilo, utaona kwamba hawatathubutu kusema hapana, kwani Biblia itawaumbua. Manake ukisoma Mathayo 28 mstari ule wa 18, Yesu mwenyewe alisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa waulize tena, je, Bikira Maria ni mama wa mfalme wa duniani na mbinguni? Watasema ndiyo, au watakaa kimya kwa aibu, kwa sababu ni ukweli kwamba Bikira Maria ni mama wa Yesu ambaye ni mfalme duniani na mbinguni. Sasa hapo utawaambia wapinzani, Bikira Maria ni malkia mama, ni malkia mama wa mfalme wa mbinguni na duniani. Kwa hiyo sio kosa kumwita malkia wa mbinguni, labda wamwondolee Yesu ufalme wa mbinguni, kitu ambacho hakitawezekana. Kwa hiyo basi, Bikira Maria ni malkia wa mbingu. Tumsifu Yesu Kristo.